Huwezi kufika mahali usipopajua bila maelekezo. Unahitaji aidha mwenyeji akupeleke au unahitaji maelekezo ili uweze kufika pale ambapo upajui. Na vivyo hivyo sisi wenyewe hatujui namna gani ya kuweza kufikia mapenzi ya Mungu kwa ukamilifu bila msaada wake Mungu mwenyewe. Ndio maana tunajifunza neno lake ili tuelewe ni nini yeye anategemea kwetu, ni nini ulio wajibu wetu, na hivyo katika kufanyia kazi tunamruhusu yeye kutufikisha pale ambapo amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo, na kipekee kabisa ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wa 11, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Daudi anaeleza ya kwamba ndani ya roho yangu, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Unajua Mungu wetu ni Mungu anayetuwazia mawazo mazuri. Yeye ana mpango mzuri juu ya kila mmoja wetu. Anao mpango mkakati wa kutufikisha katika maisha bora, maisha yenye afya njema, maisha yenye kipato kizuri, maisha ambayo tunafurahia uwepo wetu hapa duniani. Lakini kinachoweza kumzuia Mungu kufikia makusudio ni uasi, dhambi. Dhambi ni mbaya. Tunapoenda kinyume na maelekezo ya Mungu, kwa lugha nyepesi, tunajitenga mbali na Mungu, tunajiweka mbali na kusudio lake. Kwa hiyo licha ya kwamba yeye ana mpango mzuri, ana mkakati mzuri, lakini kwa sababu ya uovu wetu, kwa sababu ya dhambi ambazo tunazifanya wenyewe, tunajitoa katika mpango wake na kujiweka mbali naye. Ndio maana Daudi anaeleza jambo hili ya kwamba kwa vile sitaki kuwa mtu aliye mbali na Mungu, sitaki kutengwa na makusudio ya Mungu, ninajiweka katika mazingira ya kujazwa na neno la Mungu. Anasema moyoni mwangu nimelijaza neno la Mungu. Jinsi unavyozidi kujaza neno la Mungu ndani ya moyo wako, ndivyo unavyozidi kuwa na uwezo, ujasiri wa kuishinda dhambi. Kumbuka, dhambi si kitu ambacho kinakuweza wewe. Ni pale tu unapokuwa dhaifu katika masuala ya kiroho ndipo dhambi inapoingilia katika maisha yako. Lakini kiuhalisia dhambi sio kitu ambacho kinatakiwa kikushinde wewe. Dhambi ni kitu kidogo, unaweza ukakivuka muda wowote. Lakini kama unalo neno la Mungu ndani yako, jinsi unavyozidi kuzama katika neno la Mungu, unavyozidi kujitoa katika kumjua Mungu, ndivyo unavyozidi kuwa na uwezo wa kushinda dhambi. Ndio maana mwandishi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Ni muhimu sana kama watu wanaomwamini Yesu kujikita katika kujaza neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Tunahitaji neno la Mungu kila siku. Pale tunapojifunza neno na kulifanyia kazi tena na tena na tena, lile neno linajaa ndani ya mioyo yetu kwa wingi, na kwa sababu linajaa kwa wingi, ndipo tunaweza tukawa na ujasiri hata wa kushinda dhambi. Dhambi sio mapenzi ya Mungu. Dhambi ni jambo baya, halitakiwi kutajwa katika maisha yetu. Na mimi ninaamini wewe sio mtu ambao unaruhusu dhambi tawale maishani mwako, kwa sababu maadamu dhambi inasimama, dhambi inatawala, mara nyingi itakuzuilia wewe kuingia katika makusudio ya Mungu. Mpango wa Mungu ni wewe umjue, ujue neno lake, ujawe na neno lake, umfahamu kwa wingi huyu Baba yetu wa mbinguni, ujue namna gani makusudio yake yanayofanya kazi, ujue namna gani ya kutembea naye, ujue ni nini kinampendeza, ni nini hakimpendezi, na hivyo unaweza ukafanya kazi naye pamoja, nyinyi wawili, katika kutimiliza kusudio lake zuri. Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako, mpango wa kukustawisha, kukuongeza, kuhakikisha kila lililo jema linaonekana kwako. Lakini wewe una wajibu wako katika kutekeleza huo mpango. Yeye kama Mungu hatofanya sehemu yako, na wewe kama wanadamu huwezi kufanya sehemu yake. Katika mkataba huu wa wewe na Mungu, kila mtu ana sehemu yake. Simamia sehemu yako ili yeye aweze kukamilisha sehemu yake. Kumbuka, jaza neno la Mungu kwa wingi. Soma neno sana. Sikiliza mahubiri kutoka kwa wahubiri ambao wana maneno ya kukujenga, maneno ya kukufundisha kwa wingi, si kidogo, kwa wingi. Hakikisha moyo wako umejaa neno la Mungu, na hapo sasa utajikuta tayari una maarifa ya kufanya maamuzi sahihi katika kila jambo linalohusiana na maisha yako.